Hamjambo mtazamaji wa Kivu Morning Post TV na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza vichwa vya habari zenyewe. Watu karibu 100 mkiwemo majambazi wanaomiliki silaha, wanajeshi wa FARDC na wazalendo wanaoshitakiwa kuendesha uhalifu hapa Goma walikamatwa hii siku ya pili. Haya ni matukio ya msako uliofanywa na M23 katika kata zinazokuwa kaskazini wa mji wa Goma. Idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko yaliyotokea kijiji Kasaba ndani ya mtaa wa Fizi katika Kivu Kusini usiku wa Mei 8 hadi 9 imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 114. Kati ya waliopigwa na tukio hiyo mnakuwemo wanaume 56, watoto 49 na wanawake 19. Ujumbe wa jeshi la Kongo FARDC pamoja na polisi PNC na shirika la pesa Digirade wako katika jimbo la Hukwele. Wanapatikana huko kujionea hali ya usalama katika maeneo ya uchimbaji madini ya Wamba na kukamata wanaume wanaomiliki silaha kinyume ya sheria na kujua kampuni za uchimbaji madini ili kuongeza mapato ya ushuru. Habari kamili. Takriban watu 100 wanaozania kuwa wahalifu katika mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, walikamatwa katika operesheni ya msako katika kata za kaskazini mwa mji wa Goma. Viongozi wa muungano AFCM 23 wanasema kwamba miongoni mwao kuna askari wa FARDC ambao walikuwa wakijificha hapa na pale, wazalendo na majambazi wengine. Oscar Balinda, mnenaji wa AFCM 23, anaeleza. Hii ni msako, tunafanya msako ndani ya makata ya mjini wa Goma. Tunafanya msako kwa sababu gani? Kwa sababu tulipana uito kwa kila mtu mwenye ana silaha, akuwe FARDC, akuwe PNC, akuwe wazalendo, akuwe FDLR, akuwe Burundi, akuwe hao wote wenyewe walikuwa hapa. Mnajua hao wa mercenaires si walikuwa hapa, tuliwarudisha kwao. Wasami RDC walikuwa hapa, tuliwarudisha kwao. Sasa hawa ni wakongomani. Hawa ni wakongomani, je, tunasema hapana, mkuje nyi wakongomani tusikilizane namna gani tutaishi. Lakini sasa FARDC mwenye anafichama mpopulation akuye hapa tumuone. Wazalendo mwenye anafichama mpopulation akuye hapa tumuone. Kama hakuja kwa uhitaji tutaenda kumsaka na kumleta. Ndio hiyo kazi yenyewe tulifanya. Hawa wote kuko wa FARDC leo ni 60 FARDC, kuko wa policier PNC wiko 5 leo, wa criminal pale yuko 16, lakini na kuko group nyingine ya watoto wa kijana wenyewe walishotolea juu ya kuingia mkijeshi ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Unaona hapa tulikuwa hapa, ulikuwa témoin, tuliachilia watu hapa, tuliachia wa FARDC, tuliwaachilia tuliachilia wazee wenyewe wiko na miaka 64 64 ukingali mkijeshi. Kwao ni wapi? Ni Equateur. Atafika kule siku gani? Sisi tunasema sasa acha tukusaidie, tutakukamata, tunakubeba kuseiser. Kuseiser tutamubeba paka kwake kunyumba. Si wale tu. Kulikuwa civil moja pale, ni Suder, tulimwachilia. Akaenda, akarudia kwao kunyumba. Kulikuwa watoto wenye hawaeneze miaka pale. Tuliwatoa nao tukawalipia na transport hapa juu warudie kwao kwa nyumba. Kama wanapenda kutumikia Alliance Fleuve Congo, wangoe miaka, waeneze miaka, kisha watakuya wakuye, tutawapokea. Kurasire population hapa tunawaambia kama amani itakuwa na itadumu, amani tele, sécurité tele. Lakini juu ipatikane, il faut collaboration, il faut participation ya population. Musiweke adui, acha kuweka adui kwako kunyumba, kwa sababu usiku atakugeuzia mtutu, atakugeuzia kisu, anakufanya mubaya. Toa
kila mtu wote mwenye haumjue kwa aveni yako, ambia chef d'aveni, ambia nyumba 10. Unasema hapa kwetu kuko mgeni mwenye sijue. Kuna mtu anakuja, mtu wa mpya mwenye kwa hapa. Nasikia tusaidiane sisi wote juu security ni ya watu yote. Security inapaswa kuwa na participation. Mwanambunge wa kitaifa Muhindo Simisi Obedi anaarifu serikali katika bunge la kitaifa kuhusu kutengwa kwa mitaa yaliyokumbwa na matatizo kama vile Lubero, Luchuru, Walikale na Masisi kwa mpango wa bure wa uzazi. Mchaguliwa huyu anachongea unyanyasaji unaoendelea kuripotiwa katika vijiji na ukosefu wa dawa katika vituo vya afya zaidi sana huko Lubero. Alisemea pia uvunjaji wa hali za binadamu katika maeneo yanayokaliwa na wapiganaji wa AFCM 23 pia ADF. Anataka pendekezo zake zichukuliwe kwa ngazi zote ili kurahisisha maisha kwa wakaaji. Makamu waliwali mwanapolisi wa Kivu Kaskazini anakuwa Beni alikutana siku ya pili wajane wa majeshi waliopoteza waume zao katika mzozo kati ya AFCM 23 na FARDC. Katika mkutano huo, kamisa mkuu Louis Segon Karawa alisititizia tena msaada wa serikali ya jimbo katika kuboresha maisha ya kila siku ya wanawake hawa ambao pia wanakuwa na watoto yatima. Mwisho ya majadiliano yale, wanawake hawa walionyesha subira yao wakitiwa moyo na wazo la kupokea mishahara ya waume zao ili kusaidia familia zao. Tumepokelewa vizuri sana na liwali makamu wa jimbo la Kaskazini. Ametupokea vizuri. Tulizungumza kuhusu kazi ya kuchunga wajane na mayatima wa kijeshi, sababu sisi wote tulitoka Goma tulikimbilia Beni. Alafu tunakuwa hapa tuko na mashida mbalimbali. Franka ni shida na vitu vingine ni shida, fasi ya kulala, kuishi. Ndio lazima nipashwa kuonana na liwali makamu hivi nimuelezee ile shida yetu, aweze kunisaidia, kunipatia mawazo na kuniongoza kama tufanye namna gani juu ya maisha ya wazetu. Tunaishi maisha ya ukimbizi, tunaishi kwa zakati, wenzetu wanalala nje, wengine wanalala kwa maison d'accueil, mwenyeko na mwayane kala kwa hotel. Tulileta fujo sana kwa liwali, lakini kwa sasa ametupigania mpaka tumeweza kupata franka zetu. Batu yote wanapokea, mabanki different zote zinapokea. Mimi kwa banki ndio ilikuwa nafungiwa kidogo, mimi nayo imeanza kupana franka. Tunafurahi sana, tunashukuru sana. Pale hakuna tena fujo. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini ni mzazi kabisa. Amewahaidia nini? Liwali wa jimbo la Kivu la Kaskazini anatuahidia kwamba tuikale kimya na tumsikilize, kukakuwa shida tumtafute, na kama kuna kuwa kitu itatolewa juu ya bavevi atatuita sie tuko komite tuweze gizi ya kuweza kuchungana na bavevi kubagabulia kitu kidogo itakayopatikana. Mwisho ya masolo yetu, message gani unapatia ba femme veuve ambao wanakutazama kwenye TV na wengi wanakusikiliza kwenye radio? Asante sana bwana journalist. Message niko nao juu ya bavevi nitabambia hivi: ya kwanza, benye balitoka Goma, courage vraiment, bajipatie moyo, tukue nguvu, tuko walio basoda malgré kifo yabo, malgré magumu, mais tukue nguvu. Mimi nabapa tu message ya kusema tujeshimie, tukue bapole, tutulie juu bakubwa banajua shida zetu sana. Na shida yetu njoo yenyewe iko inaokipe bakubwa kwa sasa sana. Juu ya hali tuko tunapita, ba mama baikale kimya, mwenye hapate pesa akuye polepole fasi kwetuko, tupime kumoriente, na ikashindikana baba yetu biko tayari kutusaidia. Njoo mimi nazalomba kwa mama yote, kila mtu atulie, na ba mama ya Beni kila mtu atulie, ni surtout bale bakutoka Goma tutulie, tukue kimya, kila mtu nafasi yake na kila mtu na kwenye anaikala atulie, hakuna problem. Bakubwa wote banajua biko ku control ya sie baveve benye tutoka Goma, tuchungiwe mzuri. Kama kutakuwa don habata tuima tutaipata facilement, hakuna shida, tuendelee kuishi mzuri paka saa yenye
vitu vingine vitabadilikaka, bakuwa watatuelezea. Kazi za kuboresha uwanja wa ndege wa Beni Mavivi zinaripotiwa kuendelea kwa kasi chini ya usimamizi wa serikali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mpango huu unaonesha maendeleo makubwa, ikifungua njia kwa uwanja wa ndege wa kimataifa. Muradi huu utaleta maendeleo kiuchumi na kurahisisha biashara. Fuata ripoti hii. À Beni Mavivi, dans les Nord Kivu, l'ambitieux projet de modernisation de l'aéroport entre dans une phase spéciale. Initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Koulesomo Évariste, ces travaux d'envergure visent à doter la région d'une infrastructure aéroportuaire moderne, véritable porte d'entrée et de sortie vers le monde extérieur. Ce lundi 12 mai 2025, l'engagement et la détermination sont palpables sur le terrain. L'honorable Kouli Viumbira Kade, directeur général de la société de services Viumbira SSV, l'entreprise qui exécute ces projets, est venu inspecter les travaux et motiver ses équipes. Les constants et sans équivoque, les travaux progressent à un rythme soutenu conformément aux délais établis. La qualité de leur réalisation témoigne du savoir-faire et de l'engagement des équipes sur place. Comme vous pouvez le constater, les équipes sont mobilisées et travaillent sans relâche pour respecter les calendriers. Pour l'ingénieur, géomètre et topographe Kassere Kamirembedi Merci, la précision et le respect des normes sont des priorités absolues. Ce projet ambitieux est en train de prendre forme, transformant progressivement le visage de l'aéroport de Beni Mavivi. Tel que vous le constatez, nous sommes en train de répandre et de compacter pour préparer la couche de forme de l'aéroport. La couche de forme, c'est la couche qui nous aide à stabiliser et à renforcer la plateforme de l'aéroport pour en fait commencer le port de la chaussée ou la structure. Il n'y a pas vraiment de blocage. Nous sommes en train d'évoluer, comme vous le constatez, avec nos engins et tout marche vraiment bien. Par rapport au planning journalier, nous sommes vraiment satisfaits. Pour lui, au-delà des clivages politiques, il est essentiel de soutenir ces projets initiés par les gouvernements provinciaux sous état de siège. Faire de Mavivi un aéroport de classe mondiale est un enjeu majeur pour le développement de la région. Cet appel vibrant est lancé à la population de Beni. La population de Beni en particulier et du Nord Kivu en général ne se laisse pas typer par le faux bruit. C'est la SSV cocktail que vous le constatez qui est en train d'exécuter. Et nous sommes là uniquement à la SSV. Il convient de préciser que la société de services Viumbira SSV, surnommée société très professionnelle par la population, exécute pour cette première phase les travaux de réhabilitation, de l'enregistrement et de modernisation de la piste d'atterrissage et du tarmac du futur aéroport international de Beni Mavivi. Idadi ya wahanga wa mafuriko yaliyotokea Kasaba usiku wa siku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9 Mei katika mtaa wa Fizi, Kivu Kusini imefikia vifo 114. Kati yao mnakuwemo wanaume 56, watoto 49 na wanawake 19. Zaidi ya nyumba 115 zimeharibika, alitangaza waziri wa jimbo ausikae na mazingira mwanasheria DJ Kabi tarehe Mei 12, 2025. Yaani hapa ni hatari. Kasaba inachafuka, Kasaba inachafuka ajabu sana. Manunguniko, masononeko, yani hatujui tufanye yena Kasaba yetu ya leo. Yani mwingine mzima inaharibika sana.
Ujumbe wa jeshi la Kongo FARDC pamoja na polisi PNC na shirika la pesa DGRAD walifanya kazi ya pamoja kuanzia Mei 8 hadi 10, 2025 kwenye maeneo ya uchimbaji madini katika mtaa la Wamba katika jimbo la Huwele. Lengo lilikuwa kujionea wenyewe hali ya usalama, kuwakamata wanaume wanaomiliki silaha, kuwezesha DGRAD kutambua kampuni za uchimbaji madini ili kuongeza mapato ya ushuru. Makamu waziri mkuu ahusikaye na masuala ya ndani Shabani Luko aliwasili katika jimbo la Kwango Mei 12, 2025 ili kuanzisha mipango miwili muhimu. Alitangaza kuenezwa kwa maandishi ya kisheria kwenye kamati za usalama za mikoa na mitaa na operesheni ndogo yenye lengo la kupambana na ukosefu wa usalama unaohusishwa na hali ya mabondo na ujambazi wa mjini. Uzinduzi huu ulifanyika Mei 13, 2025 na kikao cha kamati ya usalama wa jimbo ikifuatiwa na mkutano ya wanapolisi. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe mtazamaji ambaye ulikuwa ukitufuata. Kwa heri.